Na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu wetu aliye hai. Ni kukaribishe kwa ajili ya neno la uzima, na ujumbe wetu unasema, tambua kuwa sadaka ni udhihirisho wa kumcha Mungu. Kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 22 mstari wa 2, tutaangalia mstari wa 12. Mstari wa 2 anasema, akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye sana, uende zako mpaka nchi ya Mori, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya milima mojawapo nitakaye kuambia. Mstari wa 12 akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa najua ya kuwa wamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwana wa pekee. Pendwa, asubuhi ya leo ningetamani Roho Mtakatifu akufundishe umuhimu na nafasi ya sadaka pale unapoongozwa na Roho wa Mungu kutoa. Sadaka ina uhusiano na maisha ya mtu. Ndio maana maandiko yanasema, palipo na hazina ya mtu, hapo ndiko moyo ulipo. Kwamba sadaka kuna muunganiko na maisha ya mtu, na kama sadaka ina muunganiko na maisha ya mtu, sadaka ni udhihirisho wa kumcha Mungu. Mungu anapima kiwango cha Ibrahimu kwa njia ya sadaka. Si kwamba Mungu alikuwa na shida na sadaka, maana yeye ndiye alimpa mtoto. Kwa hiyo Mungu alikuwa na uwezo wa kumchukua hata pasipo kumwambia. Lakini kile Mungu anachokifanya ni kupima moyo wa Ibrahim, kwamba kiwango cha upendo wa Ibrahim ipo kwa mtoto ama ipo kwa Mungu. Na je, yuko tayari kumpa Mungu kile Mungu anachokihitaji? Ni kipimo cha kumcha Mungu. Maandiko yanasema, Mungu akamwambia, mchukue mwana umpendaye ukanitolee sadaka ya kuteketezwa. Lakini mstari wa 12 anamwambia, alipokuwa anataka kumchinja yule mtoto, yule kijana, sauti ikamtokea ikamwambia, hapana, sasa nimetambua ya kwamba wamcha Mungu, unaniabudu. Ikiwa hujanizuilia hii sadaka, nimetambua unaniabudu. Sikiliza mpendwa, nikwambia asubuhi ya leo, sadaka si kitu cha kawaida. Sadaka sio kiwango unachokitoa. Sadaka ni uhiari, ni maandalizi ya nafsi yako, kwamba Mungu anachokiangalia sio kile kiwango. Moyo wako umejiandaa vipi kumwabudu Mungu kwa njia ya sadaka yako? Unaichukulia sadaka kama nini? Saa ingine unaweza ukachukulia sadaka kama ni kitu cha kawaida tu. Ukichukulia kama ni kitu cha kawaida, maana yake utatoa kawaida. Lakini ukachukulia sadaka kama ni kitu kinachohusiana na maisha yako ya kiroho na ya kimwili, ni kitu kinachokuunganisha na Mungu wako, hutatoa kama vile tu unavyotoaga. Hiki kitu Kaini hakujua, ndio maana alipunguza sadaka alipokuwa anatoa. Hakujua thamani, hakujua kuwa sadaka ni ibada, hakujua kama sadaka ni kipimo cha uaminifu.
Ndio maana asubuhi ya leo nasema, fahamu kuwa sadaka yako ni udhihirisho wa kumcha Mungu. Unapotoa sadaka kwa kiwango ambacho Mungu amekubariki, unafanya ibada mbele za Mungu aliye hai. Ukisoma mstari wa 16, maandiko yanasema, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwana wa pekee, katika kukubariki na katika kukuzidisha, nitakuzidisha au nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako watamiliki malango ya adui zako. Yaani sadaka inakufanya wewe kumiliki kisichomilikika. Anamwambia, kwa sababu ya tendo hili la sadaka ambayo umeitoa wewe, hakika nitabariki maisha yako, nitakuzidisha, nitakufanya kama nyota. Mungu anatoa tamko kwa sababu ya sadaka iliyodhihirisha uhusiano wake na Ibrahim. Kwa sadaka, naomba nirudie asubuhi ya leo mpendwa, kama Mungu amekupa neema ya kuabudu mahali ambapo wanaelewa maana ya sadaka, unapotoa sadaka usifanye kitu cha kawaida. Ona ni kitu kinachohusisha nafsi yako na Mungu wako, na ukitambua namna hiyo utabadilisha kutoa kwako. Elewa, sadaka ni agano. Ndio maana maandiko yanasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano na mimi kwa njia ya sadaka. Unapotoa sadaka mpendwa, unafanya agano na yule unayemtolea sadaka. Sasa kama unamtolea Mungu aliye hai, maana yake unafanya agano na Mungu aliye hai juu ya maisha yako, juu ya kila hitaji lako. Mungu akubariki asubuhi ya leo. Wacha niombe. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ombi langu, msaidie mtoto wako aelewe nguvu iliyoko ndani ya sadaka anayoitoa, ili sadaka hiyo ilete mabadiliko kwenye maisha yake, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew